wanawake tutasimama imara kuziambia serikali zetu kwamba hili hatulitaki, na kwa maana hiyo tutaacha yale mambo ya upotofu ya kufichana huko yanapotokea. Tutakwenda tusimame na tuyafanyie kazi vizuri. Kwa hiyo mimi naomba wanawake wenzangu tuoneshe njia. Kuna usemi usemao, fadhila si mali bali ni moyo, na pale moyo unapoguswa na huruma ndipo utu wa kweli huonekana. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imeonyesha mfano wa kuigwa kwa kugusa maisha ya wanawake waliokuwa katika mazingira magumu. Kupitia ziara maalum ya kijamii, TRA ilitoa msaada wa vifaa mbalimbali na kuwatembelea wagonjwa wa akili, wanawake na watoto pamoja na wafungwa wanawake, hatua iliyoleta faraja, matumaini na tabasamu kwa waliokuwa wakihitaji zaidi mkono wa upendo. Hafla hiyo ilihudhuriwa na Naibu Spika Baraza la Wawakilishi Zanzibar kama mgeni rasmi, ambaye aliipongeza TRA kwa hatua hiyo, akisema kuwa jamii inahitaji zaidi vitendo vya aina hiyo. Alieleza kuwa kuwakumbuka wanawake katika mazingira magumu ni kuonyesha kuwa jamii bado ina moyo wa kujali. Kuja katika taasisi ya hospitali ya Mnazi Mmoja ya Kidongo Chekundu kwenye wagonjwa wa akili. Kwa hiyo tumekuja na vifaa hivi ambavyo wamekuja kuwasaidia na kuona uwepo wao kama TRA na nini wanachokifanya katika kukusanya mapato. Kwa hiyo katika kodi, katika mapato ambayo wanakusanya ni sehemu ya muendelezo wa kazi zao, kuona ikifika kipindi kama hichi kuwaruzuku au kuwajalia wenye mahitaji ili waweze kusaidiana na serikali na kuwapatia vifaa au vitu mbalimbali. Tumeenda kwenye wodi ya wanawake, wagonjwa wa akili wanawake, lakini na watoto, hasa ukizingatia ni siku ya wanawake duniani ambayo tunahimiza kwamba pamoja tujenge taifa letu. Na vipi tunajenga taifa letu? Taifa tunalijenga kwa mambo kama haya. Wamekusanya mapato, lakini mwisho wa siku wanakwenda kwenye kujenga taifa. Kwa taifa wao kama wanawake wa TRA basi wameona aje hapa na kunichagua mimi niwe kiongozi katika eneo hili na mgeni rasmi. Kwa kweli tumefarijika. Lakini kikubwa ambacho tunakiona sisi kama wanawake viongozi, tunaona kwamba tumefikia hatua kubwa, na bahati nzuri hasa katika Mamlaka ya Mapato TRA nimeona kwamba katika maelezo yao wamesema kwamba walikuwa na 37% ya wafanyakazi wanawake katika kipindi kilichopita, lakini kwa mwaka huu wana karibu 47. Kwa hiyo tumeona ongezeko kubwa la wafanyakazi wanawake kutoka 37 mpaka 47. Kwetu sisi ni faraja tukiwa wanawake. Kwa hiyo tunaisherehekea siku hii kwa kujiamini na kwa kuona kwamba wanawake wanaweza na wanaweza kufanya jambo lolote katika kuongoza. Wakipewa fursa wanazitumia, na sasa hivi hakuna kupewa, nadhani pia tunazitafuta tukiwa wanawake. Katika kusisitiza umuhimu wa mwanamke, pia imekuwa ni kauli ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuwa maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana bila ya kuwapa wanawake nafasi stahiki katika sekta mbalimbali za maendeleo. Rais Mwinyi amekuwa akisisitiza kuwa uwezeshaji wa wanawake ni nguzo muhimu katika kujenga jamii yenye usawa na ustawi. Ninayo dhamira ya kuongeza idadi ya wanawake katika serikali kwa ngazi zote. Tunapokuwa na wilaya 11, ningependa kuona angalau wanawake 5 mpaka 6 wanakuwa wakuu wa wilaya. Tumisho wa siku hii ni fursa ya kutathmini hatua tulizopiga katika harakati za kuleta usawa wa kijinsia na haki za wanawake, sambamba na kutafakari changamoto zinazowakabili kama vile ukatili wa kijinsia, ubaguzi na ukosefu wa fursa sawa, ili kuihamasisha jamii kuchukua hatua mwafaka za kukabiliana na hali hiyo. Mwakilishi wa TRA alieleza kuwa lengo la ziara hiyo ni kuonyesha mshikamano na kuwapa moyo wanawake wanaopitia changamoto mbalimbali maishani. Sisi haya ni makundi maalum ambayo nahisi kama jamii makundi haya kama mara nyingi wanayatenga au wanayachukulia kama ni watu ambao wenye makosa. Kama kwa wanafunzi walio hapa magereza au chuo cha mafunzo, wengi wanawachukulia kama ni wakosa, lakini kama alivyosema hapa Afande Tunda kwamba unaweza ukaja kwa makosa ya kukusudia au ya bahati mbaya. Kwa hiyo
Mimi kila siku nasema haya majengo ya serikali hayajaumbwa au hayajatengenezwa kwa mtu mmoja. Yeyote anaweza kuingia. Au msaada wetu una gharama ya shilingi milioni 10 kwa pamoja, na tumeleta vyakula, vinywaji, tumeleta taulo za kike pamoja na zawadi mbalimbali. Kwa upande wao, wanufaika wa msaada huo walitoa shukrani kwa TRA, wakieleza kuwa hatua hiyo imeleta faraja kwa wanawake waliopo katika vituo hivyo. Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kuja gerezani kwetu kwa kipindi cha siku ya wanawake duniani, wakuja kuwaona wanawake waliokuwa ndani ya magereza. Hili lisiwe kwao, tuliwe na kwa wengine pia. Wote watakaosikia, watakaokuwa na nafasi hapa, sisi tunaruhusu, tunapokea, kwa sababu wanawake wote waliokuwa gerezani, hata kama wamevunja sheria, lakini wao ni wanawake, wanabaki kuwa wanawake. Mahitaji ya msingi yanayohitajika ni taulo za kike, nguo za ndani, kanga, chakula, sukari, yani kila hitaji lote linalohusu mwanamke. Kama uongozi wa hospitali tumefarijika sana na tunawapongeza sana kwa ujio wao na kwa nia yao thabiti ambao wamekuja kwa ajili ya kuwatembelea wagonjwa hawa na kuweza kuwafariji kwa sadaka hii ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia. Kwa taasisi zote za serikali na hata taasisi za private kabisa, za binafsi na taasisi za kijamii zote, kwamba tuna tatizo la afya ya akili duniani kote, na Zanzibar lipo kubwa. Hapa hospitali saizi siku ya leo tu basi tunao wagonjwa 65 ndani ya wodi, ambao wagonjwa 62 ni watu wazima na wagonjwa 3 ni watoto ambao tumewakuta wodini pale. Lakini pia katika wodi yetu pale ya kliniki yetu ambayo ni wagonjwa wanaokuja na kurudi kwa siku, sasa hivi tunafika kuona mpaka wagonjwa 100. Hii ni kuashiria kwamba tatizo la afya la akili lipo kubwa katika jamii. Kwa hiyo tunatoa wito kwa taasisi zote kuwa wanapopata nafasi ya kutaka kufariji, basi wafike kuja kuwafariji wagonjwa hawa na kuja kuwatembelea. Kama ukiumwa na kichwa huwezi kufanya kazi yoyote, na kama akili yako kama haijarudi huwezi kukumbuka nini. Kama mimi sasa hivi na familia na watoto 6, wote wa kiume, mmoja ndo kafariki. Ndio nipo hapa na sikukuu ndo kama hii. Naomba Mwenyezi Mungu anijalie kabla Ramadhani hapa niende zangu nyumbani nikashughulikia wanangu na familia yangu. Usitudharau wagonjwa wa akili. Wagonjwa wa akili sasa na ugonjwa wa homa. Mungu katuandikia maradhi haya kama ya homa, kama tunakwenda tunarudi, kila siku tunakaa hapa. Viongozi hao pia walitoa wito kwa taasisi na wadau wengine wa maendeleo kuendelea kujitokeza kusaidia makundi yenye mahitaji maalum katika jamii, wakisisitiza kuwa ushirikiano wa jamii ndio msingi wa kujenga taifa lenye utu na mshikamano. Tunamshukuru Rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa ambayo anayofanya, lakini pia kwa kuangalia wanawake. Amekuwa akiwaangalia na akiwaamini sana. Mimi niwapongeze sana wanawake wa TRA, niwapongeze uongozi mzima kwa kuwakubalia katika tukio lao hili waweze kufanya hili jambo, na na imani hawatavunjika moyo. Kazi zinaendelea na watakuwa wanachapa kazi, kikubwa mashirikiano, kwa sababu tunajua mbele ya mafanikio ya mwanamke basi tunahakikisha na wanaume wapo. Kwa hakika hatua hiyo ya TRA imeonyesha wazi kuwa siku ya wanawake duniani si siku ya maneno matupu, bali ni siku ya kuonyesha upendo kwa vitendo. Maana Waswahili wanasema matendo ni bora kuliko maneno. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma na kuhaririwa na Abdullahi Abdullah Top.